kuhusiana na usalama wake kuwa hatarini. Na yeye anawajibika kuvisikiliza vyombo vya ulinzi na usalama, na yale ambayo yaliamliwa yalikuwa ni maamuzi ya vyombo vya ulinzi na usalama, na yeye kazi yake ni kutekeleza kile ambacho walikuwa wamemshauri. Na kwa sasa inaonekana hata kwenye uwanja wa golf ambao amekwenda, kuna gari la kijeshi ambalo liko pale, na kikubwa inaonekana ni kwamba sasa hivi dunia imebadilika sana, mashambulizi yakiwa yanafanywa sana na drone, na gari zile ambazo zimeonekana kuanza sasa hivi kuingia kwenye msafara au kuwa katika maeneo ambayo rais wa Marekani yupo, ni gari ambazo zinaonekana zinaweza kutungua drone au kitu ambacho kinaweza kutoka hewani, haswa hivi vitu vidogo vidogo. Kwa hivyo ulinzi wa rais wa Marekani unaonekana kuwa changamoto au kuingia kwenye sura mpya kwa sasa. Lakini hali ya kivita, siasa ya Marekani, upinzani na kadhalika, tunaweza tukaona swala hili likijadiliwa kwa kina, na labda linaweza baadhi ya watumishi wa umma au waongozaji wa vyombo vya usalama nchini Marekani wakaitwa kwenye mabunge yao kujieleza kutokana na kile ambacho kimetokea kwenye hiyo safari ya Donald Trump, hasa kipengele cha uhuru wa vyombo vya habari na taarifa kwa umma. Nchini Uganda inaonekana kuna mapendekezo ya mabadiliko ya mji mkuu kutoka Kampala kwenda Nakasongora. Hii Nakasongora iko kama kilomita 117 hivi kutoka Kampala, na wanasema mpango huu utakuwa na awamu kadhaa na watatimiza mpaka itakapofikia 2040. Na kikubwa kinachotajwa ni kwamba gharama za ujenzi wa mji mpya utakuwa karibu trilioni 4 za Kitanzania, na kiwarisia kama trilioni 4.5 hivi za Kitanzania. Kiwarisia kinachoelezwa ni kwamba sasa hivi Kampala si mji rafiki kwa maisha, kutokana na kwamba watu wengi sasa hivi wanaamka saa 10 asubuhi wakitarajia kufika makazini saa 2 asubuhi. Kwa hivyo kuna masaa mengi ya kusafiri, na standard za maisha wanasema kwamba ni unlivable, yani ni mji ambao kwa sasa hivi kwa kiasi kubwa maisha ni ngumu sana kuendelea katika katika huo mji wa Kampala. Hivi karibuni kuna nchi kadhaa ambazo zimekutana na hiyo changamoto, Tanzania ikiwa ni mojawapo, lakini japo tunajua uhamiaji wa Dodoma namna ulivyofanyika. Egypt ni nchi nyingine ambayo na yenyewe imeshindwa kuijenga Cairo, na kujikuta katika mazingira ambayo ni lazima tu wajenge the new Cairo, na ni mji ambao sasa hivi umekamilika, na nadhani ni mji mzuri kuliko miji mingi ya Afrika. Unaweza ukawa ni mji unaoongoza kwa sasa hivi kwa namna ulivyojengwa. Lakini Nigeria na wenyewe waliwahi kukutana na hiyo changamoto. Afrika ya Kusini wakiwa na miji kadhaa ambayo inafanya shughuli kama miji mikuu, lakini kikubwa inavyoonekana ni kwamba Waganda wanasema wanataka kuhamia Nakasongora kwa sababu maendeleo katika huo mji wa Nakasongora yako chini. Kwa hivyo viwanja bado havijatumika katika haya maendeleo ya ujenzi na kadhalika. Kwa hivyo ni rahisi kwa wao kwenda kupanga upya kabisa na kuweka mji mpya hapo Nakasongora. Lakini kingine wanasema Nakasongora ipo katikati ya Kampala kuelekea upande wa Hoima ambapo kuna bomba la EACOP, na wao wanaona kwamba ikiwa katikati, kwa hivyo kila mtu atakuwa ataweza kupata huduma kutoka pande zote kwa usawa, kulinganisha na pale ilivyokuwa Kampala. Kwa hivyo unafuu wa kuhamisha mji kutokuwa na maendeleo makubwa hapo Nakasongora ni sababu ambazo zinasababisha waikwepe Kampala, kwa sababu kwanza kuivunja Kampala sasa hivi inaweza ikaja na changamoto nyingi sana. Lakini kampuni la Tata ni miongoni mwa makampuni makubwa duniani au makampuni ambayo yanaendesha biashara zenye unaweza kusema maslahi au interest kwa umma au kwa dunia kwa kiasi kikubwa. Hawa ni wamiliki wa kampuni ya Land Rover ambayo inatoa Discovery na Range Rover, magari maarufu sana duniani, pamoja na Jaguar. Lakini wana umiliki wa Air India sasa hivi na makampuni mengine ya ndege huko nchini India. Kampuni hili limekuwa likiendeshwa kwa ukoo, lakini mwenyekiti wa sasa hivi amepanda kutokana na utumishi katika hiyo kampuni, na sasa hivi inaonekana kwamba hawezi kupewa tena nafasi ya kuendelea.
ile trust ambayo ni ya tata ikiwa na wanafamilia inaonekana wameshindwa au wameshindwa kufikia maamuzi kumpa term nyingine kuendelea na wenyekiti, na yeye ameamua kuondoka katika hiyo position. Kwa hivyo nafasi yake ikishakwisha basi anaweza akaachia hiyo nafasi. Kuna mambo kadhaa ambayo yanaleta changamoto kwenye hii habari. Moja, Tata ni kampuni ambayo imejikuta kwenye uwekezaji mkubwa sana wa mashirika ya ndege au aviation na katika uwekezaji huo inaonekana kuna hasara kubwa sana wameingia, lakini pia waliingia kwenye digital ambazo ni semiconductor biashara hizi za kidigitali, na pia huko inaonekana hawajafanya vizuri kuna hasara na waliwekeza kwa kiasi kikubwa sana. Magari yale ya Tata wengi mnajua kwamba yana changamoto hapa na pale. Land Rover au Range Rover na yenyewe imekumbwa na kashfa kadhaa kwa sasa katika bara la Ulaya, hasa kuweza kuibiwa kwa urahisi sana kutokana na ufunguo wake. Watu wanaweza ku-clone au kutoa kopi ukiwa ndani ya nyumba. Ukiamka asubuhi unaweza kukuta gari imeondoka au umepaki gari sehemu ukakuta limeondoka. Kwa hivyo kibiashara na namna ambavyo hata gari yenyewe lilivyokuwa linafanya ushindani zamani kiasi limepungua na hivyo inaonekana utendaji wa huyu mwenyekiti mpya, yawezekana hayo ndio mambo yamemsukuma nje. Lakini moja kwa moja biashara ya ndege ambayo wanamiliki Air India pamoja na hiyo ya semiconductor, hizo zimethibitishwa kabisa ni hasara kubwa sana walioingia baada ya kujiingiza kwenye hizo biashara nyingine. Butiku amezungumza ni mara kadhaa. Mzee Butiku amekuwa akiibuka na kutoa kauli mbalimbali. Mwanzoni aliibuka akazungumza, baadaye polepole akatushtua kwamba kuna wazee wataibuka na kujaribu kuzungumza mambo ya maridhiano, na maridhiano hayo watayazungumza haswa baada ya uchaguzi, akitoa rai kwamba tusije tukawasikiliza hao wazee kwa sababu ni wazee ambao wameshatengenezwa, ni wazee wa mchongo watakao kuja kama kujaribu kushawishi umma. Baadaye ni kweli Butiku akaonekana alijaribu kukusanya wazee, alienda Dodoma ni kama wakatofautiana pale. Mama Teli ni kama akaenda kwenye line au reli ambayo haikuwa ile hasa waliokuwa wamejipanga. Kwa hivyo ni kama wengine wakawa wanapiga kelele za kiuchawa, lakini kuna wazee wengine ni kama wakawa wananyooka, na kwa hivyo ikaonekana kama Butiku alishindwa kulifanya ile zoezi vizuri, na huo utaratibu au ile harakati yao pia ikawa imekufa. Baadaye amekuwa akifanya interview hapa na pale ambazo kidogo zimekuwa na ukakasi mkubwa na changamoto kubwa ambayo inaibuka. Moja, Butiku mpaka sasa hivi wananchi wengi wakimtuhumu kwamba yeye anahusika moja kwa moja kuonyesha alipokuwa Polepole ili swala hajalizungumza vizuri. Na cha pili ni kwamba huyu alikuwa ni mtumishi wa umma na ni mtu mzima sasa hivi mzee, ambapo mara nyingi kwenye mataifa ambayo watu wanajiheshimu walau unakuwa kama wawote, lakini yeye ni kama sasa amekuwa kama chawa wa mama, yani ameibuka na kusema kwamba vijana wamwamini na kumkubali Samia. Sasa hii kidogo inaleta ukakasi kwa sababu kawaida kunapofanyika uchaguzi zile takwimu za uchaguzi zinatokana na zile kura za uchaguzi. Kura za uchaguzi zinaonyesha kwamba 98% hivi walimchagua Samia. Sasa mara ghafla ndani ya mwaka kuporomoka huku ambako kunaleta maswali mpaka ya kuanza kushawishi watu wamkubali, inaleta swala la uhalali wa uchaguzi wenyewe kwamba je, Butiku anaposema vijana wa mkubali Samia, ni nani aliyemchagua Samia? Kwa sababu hilo ndio swali ambalo linatakiwa liwe la msingi na lijibiwe kwanza hili walau hii kusema wamwamini iweze kufanywa kazi. Lakini cha pili ni nini haswa ambacho kinampa hofu Butiku kwamba vijana hawana imani na Samia? Ni nini kimetokea? Ni tatizo gani analiona katika jamii ambalo linamleta yeye kwenye mjadala wa jumla ambao umejaa kama tuweza kusema unafiki, kwa sababu hauko moja kwa moja. Unaposema watu hawamwamini mtu lazima kunakuwa na vyanzo. Mjadala mpana sana ulitakiwa hapo aelezee tatizo ni nini, kwa nini vijana wako naye, lakini anakuwa tu kama anakuja ile ya moja kwa moja kwamba vijana wachukue kutoka kwake wakati hata yeye mwenyewe sidhani kama ana hiyo dhamana au ana nguvu hiyo ya ushawishi wa kupeleka vijana kwa Samia. Lakini kitu kingine, Samia mwenyewe mbona kauli zake ni tofauti? Maana kauli zake ni za kujipiga kifua, kuwabeza vijana, vitisho
kuwatafuta, kuwafunga, lakini hapo hapo tunaona maelfu na maelfu. Kwa mfano Butiku atakuwa anasemaje kwamba vijana wamwamini huku wakiendelea kupelekwa ndani, lakini pia kuna mambo ya kifedhuri na udhalilishaji mkubwa sana ambayo yanafanywa kwa watu wengi na vijana wanayaona. Kumbuka vijana ni wanaishi katika haya mazingira haya ya kila siku, kwa na hofu pale wanapoona kwamba kitu fulani kinafanyika, ni watu timamu. Sasa yeye Butiku anawezaje kuja moja kwa moja kushawishi vijana bila kuzingatia masuala ya usalama wao, bila kuzingatia haki zao, lakini bila kuzingatia choice zile ambazo vijana wako nazo, labda wanampenda mwanasiasa mwingine na yeye Samia hawako naye, kwa sababu hata hiyo ingetokea. Kwa mfano kama vijana hao ni mashabiki wa Tundu Lissu, unawezaje ukawaambia muamini Samia wakiona Tundu Lissu anateswa na Samia? Kwa sababu wakati mwingine kiongozi ukitenda haki, hata kama hiyo haki na kuumiza watu, wanaweza wakakuamini, wanaweza wakakushauri vizuri kwamba sasa hebu ungatuka hapo, kwa sababu kwa namna ilivyo tuko na wewe. Kwa hivyo Butiku labda na wazee wengine wanatakiwa kuwaelewa vijana kuliko kuja na kauli hizi za jumla ambazo zimekuwa zikiibua pia ukakasi na hasira kubwa sana kwa vijana, kwa sababu isije katokea siku moja wazee wakazungumza vitu vya ajabu alafu kaja kupata matatizo, afu vijana wakaja kulaumiwa kwa kuwashambulia kwa maneno au vyovyote vile kutokana na namna ambavyo wamekuwa wakiwachokoza sana vijana. CCM imeibuka na inaibuka na kampeni zidi ya teki, na kikubwa kinachoonekana au sababu inayosababishwa CCM kama kujaribu kuichafua teki hivi, na hawasemi moja kwa moja, lakini kwa mtu kwa sino ufuatilia vyombo vya habari ukiwasikiliza, kwanza CCM wanataka kusema kama vile kwamba teki ni mawakala wa maridhiano, na wameeleza kwamba teki sasa hivi wamekubali na wametii kwenda kuzungumza na Samia Suluhu Hassan, kwamba sasa hivi wamemkubali. Kwa hivyo teki sasa wawaombee na kuwapeleka Chadema kama wao walivyojipeleka pale. Sasa hapa kuna mushkeli kubwa sana na hii nayo inaweza ikawa inajibu pia hoja hapo juu kuhusiana na Butiku kwamba hawa maaskofu walikwenda kuzungumza na Samia, na kile ambacho wamekwenda kuzungumza na Samia hawajakisema, na kiwarisia duru hata ndani ya Ikulu zinasema kile walichokuwa wanazungumza na Samia ni kuhusiana na waraka wao, wakitaka uwajibikaji, wakiuliza lini haya mambo yanatekelezwa, na pressure walioipeleka ni kali sana. Lakini sasa CCM kupitia kwa baadhi ya maafisa wake haswa Ali Hapi wanataka kuichafua jamii, ili jamii iamini kwamba walichokwenda kufanya kule hawa maaskofu ni kama walienda kufanya uchawa vile, ili sasa jamii ianze kuwashambulia hawa watu wa teki, alafu wote tuwe tumekosa. Huo ndo mtego hapo ulipo, na ndio maana wanasema mara maaskofu waombe Chadema wawarudishe, maaskofu wameshatii, maaskofu wako na mama na kadhalika. Sasa bahati mbaya kuna wengi wameingia mtego pia, lakini lazima tuelewe kwa wakati mwingine kuna taasisi zina taratibu zake za kufanya kazi. Pia kuna kuaga na tuhuma, kwa sababu kiwarisia teki walituhumiwa kwamba wanamuonea tu, wanampeleka wako juu ya sheria, wanajifanya miamba na kadhalika. Sasa wao wameamua kutumia usarabu kwamba okay, wewe umeua watu, tumekuja tunakwambia baada ya kuua watu, hebu tutaka uwajibikaji, wajibikeni, chukueni hatua, fuateni ule waraka. Mimi sioni kama hapo kutakuwa na tatizo lolote, lakini bahati mbaya kwa kiasi hii kete inayochezwa na CCM nadhani imeanza kuwachafua teki. Sasa labda tutachotegemea labda teki sasa watoke watuambie, kwa sababu kiwarisia kama Api ambaye ni kiongozi mwandamizi wa CCM anawaambia kwamba walienda kule mambo ya maridhiano na wanatakiwa kuipeleka Chadema, labda teki nao watoke watupe briefing nini haswa kilijiri huko ndani. Japo tunajua taarifa zingine tunaambiwa kilichojiri ni kwamba ilienda kupelekwa shinikizo kuhusiana na kile walichokwisha toa toka mwanzo na msimamo ndo ule. Je, ni hayo ni nini haswa kilitokea? Kwa sababu tayari kuna breach au kuna kuvunjika kwa trust ambayo ilikuwepo. Wao wameshaanza kutengeneza kitu tofauti. Kwa maana nyingine hata kile walichozungumza kinaweza kisitekelezeke kama mazingira ya kibaki haya yalivyo, lakini pia wanaweza wakabaki katika madoa mbele ya jamii kutokana na hiki ambacho wanafanya CCM, kwamba sasa teki ni mawakala wa kumpelekea Samia mezani, na moja ya kitu wanatakiwa kumpelekea ni Chadema. Colombia kuna tetemeko limetokea
Kidogo tetemeko linasikitisha sana hili. Namna ambavyo limewakumba ilikuwa ni mchana. Watu 137 wanakadiriwa kwamba wamepoteza maisha. Watu wengi walishuhudia nyumba zao zikidondoka kwa sababu tetemeko lile linaonekana lilianza kwa mvumo kidogo. Watu wakarishtukia na kuanza kukimbia nje ya nyumba. Majumba mengi ya kifahari yameonekana kupukutika. Kuna familia ambayo mama mmoja ameonekana akirekodi nyumba yao ikiporomoka, na ni nyumba moja ya kifahari sana. Lakini kikubwa inaonekana kwamba dunia sasa hivi inakumbwa na majanga ya matetemeko makubwa sana, na yametokea haswa upande wa Marekani, Amerika ya Kusini. Lakini pia dunia ina changamoto nyingine ambayo ni matakwa ya Gen Z ambayo yameleta msukumo na kama yanasukuma mabadiliko katika jamii mbalimbali. Kwa hivyo kunakuwa kama kuna aina mbili za mabadiliko ambazo zinatokea, nature au asili ikisukuma mabadiliko mengine kutokana na hayo matetemeko, kwa sababu hiyo nayo ni aina ya mabadiliko. Yawezekana labda nyumba zinavyojengwa, labda aina ya mfumo wa maisha, mipango miji, hapo Gen Z na wenyewe wakiwa na pressure na msukumo zaidi kwenye utawala bora pamoja na demokrasia. Kwa hivyo ni kama dunia sasa hivi iko kwenye piga ni kupige huku na huku, na kuna vita pia inaendelea hapo Mashariki ya Kati ambayo ni kati ya Marekani na Iran, na ambayo imeonekana kubadilisha mambo mengi zikiwemo bei za mafuta, lakini hata namna ambavyo baadhi ya nchi hizo za hapo Mashariki ya Kati ambazo tayari zilianza kufaidi uchumi wa dunia kutokana na hali ya biashara ya utalii, mafuta pamoja na kuwa kitovu cha kibenki. Watu wengi hawajui kwamba pale Dubai moja ya biashara kubwa waliokuwa wakifanya ni trading, na ambapo mataasisi makubwa sana ya kifedha yalikuwa yameshaanza kuweka mizizi. Katika moja ya kumbukizi tarehe 13 leo ni siku ya kuzaliwa Fidel Castro. Yule alikuwa kiongozi wa Cuba na kiongozi ambaye amekuwa maarufu sana duniani. Lakini huko Zanzibar, Damalio ametupitisha kidogo kuhusiana na mambo yaliyotokea huko Zanzibar, mambo magumu kiasi. Kuna mambo mengi, mimi nitapita laini moja katika yale ambayo nimeyasikia. Kwanza Zanzibar kuna kunyukuliwa. Mtu wa kwanza kuibuka na kusema haya masuala ya kunyukuliwa alikuwa ni Msigwa, ambaye alisema waandishi wa habari mnapovujisha taarifa mtanyakuliwa. Lakini baadaye Msigwa akasema vijana waliotuma message kwa mzee Chande wananyakuliwa na wako ndani. Sasa ukienda kwenye Kiswahili kuna mambo tofauti. Kwenye neno kunyakuliwa liko sawa na ni neno hata la kibiblia pia, kwa Wakristo wanaelewa maana ya kunyakuliwa. Lakini kwa Kiswahili cha pwani ni kama kufinya, kunyonyoa. Na ukienda kwenye Kiingereza tafsiri yake pia inakwenda kama kunyonyoa kuku hivi. Unapokuwa unamtoa manyoya. Sasa kuku anyonyolewi akiwa mzima. Sasa tukienda kwenye muktadha vizuri ndani ni kwamba uwezi tu kuku wako anaishi vizuri anakutagia mayai mpo sawa tukaenda ukamnyonyoa manyoya bila sababu zozote. Mara nyingi kuku ananyonyolewa manyoya ni kama kitoweo tayari. Sasa Samia alikuwa na maana gani kutuambia alikuwa anatunyonyoa watu wa Tanganyika, akieleza kwamba Watanganyika Wazanzibari kule mambo yalikuwa shwari, hawakunyakuliwa. Aliyekuwa anatoa maamuzi ya kunyakua ni nani? Kwa maana kwamba Samia amekwenda kule akiwaeleza kwamba mimi sikutaka kuwanyakua nyie. Nyie ni ndugu zangu, kwa sababu ukiangalia ile line na context nzima sasa ya ujumbe aliyokuwa akiutoa, kwa sababu ukisoma kitu kimoja unaweza usione vizuri, lakini sasa ukiweka message yote pamoja ile nzima utaona message ya kwanza amesema sikuwanyakua. Message ya pili akasema nyie ni ndugu zangu Wazanzibari wenzangu. Message ya tatu akasema tuilinde Zanzibari hiwe na amani. Na ukirudi juu kunyakua kunaondoa amani. Kwa hivyo hata kama kule Zanzibari kuna haja ya kunyakua, asingeweza kunyakua kwa sababu ni nyumbani, kwa sababu ni sehemu anayolinda amani. Na akasema wao ni wamoja, Zanzibari ni moja. Na ACT wameibuka na message hiyo kwamba kule Zanzibar, kule mambo Wazanzibari wakikutana mambo yako sawa. Sasa kuna mambo matatu.